Na mtazamaji wa Wasafi TV, tunaelekea kwenye raundi ya kwanza. Twaha Kiduku dhidi ya Limbani Lano kutoka nchini Malawi. Ngoja tuone itakuwaje usiku huo leo. Kila mmoja akianza kwa kasi katika raundi hii ya kwanza. Mapema tu nakimbilia kwa polisi, na sidhani kama hili pambano litamalizika kama lililoisha. Unasemaje Muniri? Huyu bwana ndugu Limba ni bondia ambaye mwenye uwezo wa kuvumilia panchi, lakini hii ni mara ya pili anakuja hapa nyumbani. Pambano lake la mwisho alicheza dhidi ya Lupakisi Oshoti, raia pia wa Tanzania, aliweza pia kumaliza 9 raundi. Kwa hiyo raundi zote zilikuwa ni raundi 8, aliweza kumaliza raundi zote 8. Kwa hiyo ni bondia ambaye unavomzania na unavomtabilia sivyo ambavyo atakavyokupa katika uhalisia wa kile ambacho wewe unachoweza kufikiria. Lakini ni fight ambayo iliyojitenga kwa namna fulani, licha kwamba ni mabondia ambao wote wakupenda kupigana, lakini kwamba kuna utofauti uliokuwa baina yao. Twaha ni bondia ambaye kiasili anatembea zaidi kwa kwenda kwa kucheza ndani zaidi, kwa kufanya mashambulizi makali. Sila yake zaidi ni double left hook, lakini pia ni bondia ambaye anatumia head movement nzuri, ila tu kitu ambacho kinachompa changamoto ni uwezo wake wa kupiga ngumi katika usahihi, accuracy. Hii ilikuwa changamoto kwa upande wa Twaha, lakini kwa upande wa Limba ni bondia ambaye mwenye uwezo wa kuvumilia punch. Ni bondia ambaye kiasili wa kupigana, licha kwamba kuna muda anajaribu kubox kama tunavyoona, lakini kwamba si bondia ambaye hajaliwa ufundi wa kutosha. Hii kitu imekuwa kimpa changamoto sana, lakini mpaka sasa fight imekuwa yenye kujigawa. Mmoja anapigana kiasili ambaye ni Twaha, ambaye ni pressure fighter, na mwingine ana box kidogo katika upande wa kuscore zaidi pointi za ushindi mpinzani wake Limba ambaye ni raia wa Malawi. Naam, hayo ndo maoni ya kwake Munir, na kwa ufupi tu Limbani amecheza takribani bauti 27, na katika bauti 27 ameshinda bauti 8 tu, na kati ya hizo 8 ameshinda kwa KO bauti 4, huku akipoteza kwa bauti 17, huku 8 zikiwa kwa KO. Amepoteza na amesuluhu ama amedraw bauti 2 tu katika karia yake hii ya boxing, professional boxing. Pambano linaendelea, pambano raundi 8 kati ya Limbano dhidi ya Twaha Kiduku Kasim kutokea kule mjini Morogoro. Mwisho wa raundi ya 10. Raundi ya pili hiyo ya pambano. Yes, piga body punch pale, piga jabo. Na Muniri, kwa kuangalia tu katika raundi hizi ya kwanza na hii ya pili tulioianza, ili mechi ama fight hiyo rafiki kwa Twaha, anatakiwa ongeze nini na pengine aweze kupata matokeo mapema? Kiasili kwa Twaha yeye ni bondia ambaye ni pressure fighter, bondia ambaye anatoka katika kundi la style ya Swama, mabondia ambao wanaopenda kucheza ndani na kupigana zaidi. Utofauti au changamoto ambayo amekuwa akikutana nayo Twaha ni usahihi katika kupiga ngumi zake. Twaha amekuwa akitumia mikono yake katika kupiga double left hook ambazo zimekuwa zitui katika maeneo husika ya mpinzani. Anapiga ngumi macho anaangalia chini. Hii imekuwa ni miongoni mwa changamoto ambayo ikimsumbua sana Twaha. Lakini pia uwezo wa miguu yake, kitu ambacho pia kimeonekana kama kuwa kitu ambacho kimeonekana kuwa na muendelezo ule. Miguu yake imekuwa haina stamina katika ubora. Kuna muda anapiga ngumi mguu unanyanyuka kama anayumba. Hii imekuwa kimpa changamoto, lakini hiyo inaweza siwe shida kubwa sana kwa Twaha. Changamoto alikuwa nayo sana Twaha ni usahihi, accuracy katika ngumi zake, lakini pia utofauti au stadi wa kupiga ngumi zenyewe. Left hook anapiga lakini anaenda mwili mzima,
kuna muda left hook zake za kuunga zimekuwa si bora kama ambavyo zinatakiwa kupigwa, lakini pia anacheza mpinzani mrefu, mpinzani ambaye amejaribu kumtembeza katika nyakati hizi ambazo kitu ambacho anachotokea kufanya Twaha ni kutumia pia mikono yake kupiga ngumi za right overhand, lakini hizo ngumi nimekuwa sizioni, amekuwa akirudia ngumi za aina moja zile zile. Kwa hiyo inaweza kumpa changamoto Twaha, lakini kitu ambacho anatakiwa kufanya Twaha ni kupiga ngumi zenye usahihi cha kwanza, lakini pia kubadilisha ngumi zake ambazo zimekuwa zikitabirika left hook, lakini pia ngumi ambazo anatakiwa aongezee ni right overhand ambazo kama ataweza kuzitumia zidi ya bondia mrefu inaweza kumpa manufaa sana makubwa kwa upande wa Twaha. Hawa ni maneno ya Muniri ambaye tuko naye pamoja hapa katika kuhakikisha tunakuletea burudani hii. Nikukumbushe tu Twaha Kasim Kiruku amecheza takribani mechi ama fight 35, huku katika fight hizo 35 fight 24 ameshinda, huku fight 9 akishinda kwa KO, huku fight 10 akipoteza na fight moja akipoteza kwa KO na akisuluhu fight moja tu ama kudraw. Huyo ndo Twaha Kiruku kutoka kule Morogoro, Tanzania. Mashabiki hawa wakiendelea kuanikiza. Limbano bado anakimbilia polisi. Raundi ya pili hiyo imemalizika. Mwisho wa raundi ya pili. Raundi ya tatu hiyo inaelekea. Twaha Kiruku dhidi ya Limbano. Wakati ukiendelea kufuatilia burudani hii ya masumbwe kupitia Wasafi TV, panchi ile imeingia. Referee anasema kakati mpigane, onyeshe burudani na sio kukumbatia. Jabu zile katika kuhakikisha anatafuta sehemu ama pati nafasi sahihi ya kushambulia. Faida yenyewe naongea mwenyewe, wewe nipe ofa. Muniri, tushazoea kwamba Twaha Kiruku anakuwa na mchezo ule wa kufuata mara nyingi. Katika fight hii umeona mabadiliko yoyote au? Mabadiliko ambayo niliyoyaona ni katika raundi hii. Nimeona mfumo wake jinsi anavyopress kwa kucheza ndani, head movement zimekuwa za tofauti kidogo, mwili wake umekuwa ukibend, kiuno na kichwa vimekuwa vikicheza kwa wakati mmoja. Ameonyesha kichwa tofauti, lakini pia nimeona kuna ngumi right overhand amepiga, naona alivyorudi kwa upande wa masekandi wake au kwa upande wa kocha wake amejaribu kumuongezea na kumwamsha katika hicho kitu. Lakini kwa upande wa Limbani naona walifanyia homework jinsi ya kucheza na bondia kama Twaha. Twaha uaga na struggle, haikutana na bondia ambao wanaocheza kwa kubox na bondia ambao wanaotembea. Tuliona pambano lake la mwisho nchini Germany alipocheza na Jürgen Dobestein, alikuwa akicheza kwa kumtembeza, alikuwa akipata changamoto. Dhidi ya Samuel Velem alimchezea kwa kubox kwa kutembea, alipata changamoto. Lakini hata pambano dhidi ya Mohamed Sediara huyu ambaye alizana na Richard Mtangi alimchezea kwa kubox pia, alionekana pia akipata changamoto. Kwa hiyo Limban anacheza hivyo kwa sababu kashajua ni mfumo ambao unamsumbua Twaha. Twaha kweli anaweza kumudu Limban, lakini sasa ule umbali na ufupi aliokuwa nao, ngumi ambazo anaweza akazipiga ndizo ambazo zinazompa changamoto. Lakini mpaka sasa kidogo naona kuna mabadiliko kidogo ambayo nimeridhika nayo kwa upande wa Twaha. Sana sana katika upande wa defense ana bob, kiuno, kichwa vinacheza, ila tu finishing tu ndio kitu ambacho kilichobakia hapo tu. Anavyobendi anatakiwa kwamba jinsi anavyobendi basi aangalie sehemu ambayo anaweza akachia mkono. Right overhand imepigwa, hiyo imefika katika usahihi. Hiyo ndivyo anavyotokea kufanya kwa sababu anacheza bondia ambaye ni mrefu, bondia ambaye mzidi kimo. Yes, now Kwenda round ya 4. Na mtazamaji, tunaendelea kwenye round ya 4 hapo. Twaha Kiruku dhidi ya Limbani Lano.
Limbano mara nyingi anaonekana anakumbatia katika kupoza yale mashambulizi ya Twaha, anapeleka right yake pale, jabu yake Muniri, kwa staili hii unadhani huyu Limbano anaweza akamaliza au Twaha mwenyewe tu ndo anamlealea? Kitu kilichokuwepo ni finishing tu basi, umaliziaji. Lakini kwa Limban unaona jinsi anavyotembea, jinsi anavyobox, ngumi zake zimekuwa apigi katika ufanisi, sio pure boxer. Yani sio bondia ambaye anatoka katika kundi la style ya out boxer, wale pure kabisa boxer ambao hajaliwa ufundi ndani yake. Angalia jabu yake anavyopiga 1-2 combination, jinsi anavyomwadaa tu, jinsi anavyomwadaa tu, yani hayupo katika mipango ile maalum ya kiuchezaji, apange ngumi katika usahihi, ila tu kilichobaki kuwatoa tu kuangalia ni namna gani kwamba anaweza akatumia ngumi zake ambazo zinaweza kufanya finishing katika upande wa mashambulizi yake. Lakini kwa upande wa Twaha, na kwa jinsi ninavyomuona, si knockout artist kwamba ni bondia ambaye anaweza kutengeneza mazingira mazuri ya kupata ushindi kwa matokeo ya knockout, kutokana na umeona ngumi zake amekuwa zenye kujirudia, licha kwamba amekuwa akifanyia homework ile right overhand ambayo kwa namna fulani imekuwa kimletea manufaa, kwa sababu right overhand jinsi unavyonyanyua mkono kwenda juu inakuletea manufaa kwa bondia ambaye ni mrefu. Lakini tu mpaka sasa anajaribu kufanya kile ambacho anatokea kufanya ili madi aweze kupata matokeo, ila kupressurize, kufanya mashambulizi kwa kasi huko akiharibu mipango ya ngumi za Limban kidogo inaweza kumletea manufaa. Lakini mpaka sasa bado fight imeamua kujitenga, mmoja ana box kwa kucheza kwa kutembea na mwingine anapigana kwa upande wa Twaha. Na burudani inaendelea kutokea hapa viwanja vya Posta Kitonyama. Limbano Lama anashambulia na yeye mdogo mdogo. Na Limbano pia anajaribu kumfukuza ili mradi asiruhusu mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Twaha. Raundi ya 4 hiyo inakamilika. Raundi ya 5 hiyo ya pambano. Yes. Punch ile imefika kunako kama kawaida yake Limbano, ili kupoza mashambulizi anaamua kukumbatia. Limbano muda wote ni kukumbatia tu. Na Muniri, kwa kulingana na anavyocheza Limbano, muda wote kukumbatia na kumgasigasi mpinzani wake, kwenye sheria za boxing kuna hatua yoyote ama kuna sheria yote ambayo itamwajibisha? Kwanza kitaalam kukumbatia tunaita clinching. Clinching ni miongoni mwa defense, ipo katika upande wa kujilinda pia. Kwa hiyo hata wenzetu mfumo wa kukumbatia wameweka katika upande wa kujilinda, ila sasa kwa upande wa Limban amezidisha zaidi ya kujilinda, yaani kwamba anakumbatia zaidi ya kukumbatia, anaharibu taswira ya upiganaji baina yao. Kwa hiyo kukumbatia kweli ni halali, anajilinda, kitaalamu tunaita clinching, lakini kwamba yeye anazidisha. Kwa hiyo refa ana uwezo wa kumuonya kwa mara kadhaa kwamba sio anafanya hicho kitendo mara kwa mara. Kama atazidiwa basi atashika kwa wakati ambao yeye kujilinda. Kwa hiyo mpaka sasa unavyomuona kwamba Limban tayari fight kidogo kama imeonekana kama kumzidia, licha kwamba kadri tunavyomuona huyu mzee anavyozidiwa, sio kwamba ndo kashashindwa, kwa sababu hivi anavyocheza kashacheza na bondia wengi wakubwa hapa nyumbani na aliweza kumaliza kwa namna hii. Kashacheza na Abdulbabi mara mbili, kacheza na Kidunda, lakini pia kacheza na Lupakisio Shoti, mabondia ambao hawa wote ni wa Tanzania. Kwa hiyo ni bondia ambaye kadri round tunavyozidi kwenda ndo anavyozidi kuwa hai katika mashambulizi yake. Kwa hiyo ni bondia ambaye kidogo pia ana uzoefu katika mechi kubwa kama hizi.
Unavyomuona kukumbatia hivyo, anamtoa kidogo mchezo anamtoa katika mchezo wake wa asili. Kashajua kwamba Twaha yuko hai katika mashambulizi, tayari anahitaji fight. Kwa hiyo kumpatia anajilinda, lakini pia anampunguza yale makali yake ya mashambulizi. Muniri anasema kuwa kumbatia kwake ni miongoni mwa tekniki zake Limbano katika kuhakikisha anapozesha mashambulizi ya mpinzani wake, kama alivyocheza kwa baadhi ya mabondia hapa nchini, wakina Lupakisi wa Shoti, wakina Kidunda na wakina Dula Mbabe. Ngoja tuendelee kupata burudani kutokea hapa viwanja vya Posta Kijitonyama kupitia Wasafi TV na Mafia Online TV. Raundi ya 5 hiyo inamalizika. Bout inaendelea ni kati ya Twaha Kasim Kiduku katika kona nyekundu akiwa amevalia ya 6. Raundi ya 6 hiyo ya mchezo ama ya pambano hili, Limbano dhidi ya Kiduku. Na kama alivyosema Muniri, sitarajii kama Twaha anaweza akapata matokeo ya mapema, kama sio mpaka pambano liishe, kwa sababu kadri anavyokuja, kadri raundi zinavyozidi kuja, na yeye ndo anakuja vile vile, bado hajagundua njia sahihi ya kumfungua huyu Limbano na pengine aweze kupata matokeo ya mapema. Nawakumbushe tu watazamaji wa Wasafi TV na Mafia Online TV, unaweza Mafia Promotion wamefungua website yao ya Mafia ama www.mafiaboxingpromotion.co.tz, ambako huko utaweza kupata tiketi za online, utaweza kupata ratiba na matokeo ya mapambano mbalimbali, ikiwemo pambano hili la Knockout ya Mama Phase 4. Huku unaweza ukajipatia vile vile profile za mabondia mbalimbali pamoja na highlights za kutosha ikiwemo kutokea katika pambano hili. Na kama unataka kudhamini ama kujitangazia biashara yako, ni rahisi tu kujiunga kupitia kwenye hiyo website, kisha utaweza kufanya kile ambacho unataka kujifanyia katika biashara yako. Katika raundi hii ya 6, Muniri, umeona mabadiliko yoyote ama ndo kama mimi? Imekuwa ni fight ya kupigana na kushikana, licha ya kwamba kwa upande wa Twaha kwa watu ambao wanavyotakiwa kuelewa kwamba ni miongoni mwa mabondia ambao dimensionally. Raundi ya 7 bado Limba anaonekana yuko hai katika mashambulizi yake lakini pia katika uchezaji wake. Tayari uchezaji wake kitu ambacho anachokitumia ni uzoefu aliokuwa nao. Kashajua kwamba Twaha ni bondia ambaye kiumri kidogo kuna utofauti. Twaha bado ni ana nguvu kidogo, bado ni kijana kuliko yeye ambaye kashacheza mapambano mengi, lakini pia umri kidogo umesogea. Kwa kitu ambacho anachokifanya ni kutumia zaidi uzoefu wake. Kweli kuna muda Twaha wakati anataka kushambulia anawahi kumshika, anajilinda, lakini pia anamtoa katika ule utimamu wa mashambulizi na utimamu wa kifikra pia. Lakini katika mfumo huu au katika uchezaji huu tumuone Twaha akicheza hivyo tu mpaka raundi zote zikiisha, kwa sababu Twaha ni miongoni mwa mabondia ambao ni dimensional fighters, mabondia ambao style yao ni moja na ni rahisi kuadapt.
haijalishi kwamba wamezidiwa au wanatawala pambano, wao watafuata na kupigana tu. Kwa hiyo mfumo wao ni stili yao ni moja tu, kama kupigana watapigana, kama kupigana watapigana, aidha wamezidiwa au labda wanaongoza katika pambano. Kwa hiyo namna ya uchezaji huu au hichi ambacho tunachokiona kitaendelea hivi hivi mpaka raundi ya 8. Yaani hakuna utofauti. Kutokana na Limban tayari gesi au mtungi wake ushatoboka, pumzi imekata. Ana box kule anatembea, lakini kwa mpinzani wake Toa bado yuko hai katika mashambulizi. Kwa hiyo utofauti wa kiuchezaji bado umeonekana ni wa namna moja. Huyu anachojaribu kwamba anacheza kweli kwa kubox kidogo kwa kuingia, lakini kwamba anajaribu pia kusurvive. Tayari fight kama imeelekea kumpalia, lakini kwa upande wa Toa kiasili uchezaji wake, style yake ni hiyo moja, lakini mpinzani wake ameweza kumudu katika yani kumshika na kumpoza makali, kitu ambacho kinachofanya kama fight ipoe kwa namna fulani. Na mpinzani amefanikiwa tu kumwini kwa kiduku tu kwa kumpoza makali yake kwa kumkumbatia. Hayo ndio maneno ya Munir. Ngoja tuendelee kushuhudia, na amesema kuwa fight itaendelea kuwa hivi mpaka raundi ya 8. Na ukiangalia kwa Toa Kiduku kwenye mapambano mengi ndivyo anavyokuwa, kwamba awe anaongoza au anaongozwa, anashambulia au anashambuliwa, aina yake ya mchezo ndo ule ule. Kumbuka usiku huu wa leo tumebakisha bout moja, bout ambayo imengojewa na mashabiki wengi hapa. Mashambulizi yakizidi, Limbano anakimbilia kwa polisi, anashikilia ama anakumbatia ili kupoza mashambulizi. Round ya 7 hiyo. Round ya 7 and the round number 7 show. Naam, tunaingia kwenye round ya 8 na ya mwisho, Toa Kiduku dhidi ya Limbano Lano. Bila shaka tunaenda kukamilisha round, lakini hakuna maajabu ambayo atatokea kwa hivi sasa. Kumbatia tu. Muda wote ni kukumbatia. Limbano muda wote anakumbatia, atafikiri anacheza mduara, na anampa wakati mgumu sana Toa Kiduku, na pengine angekutana na bondia ambaye ana maarifa zaidi asingefika kwenye raundi hii ya 8. Au unasemaje Muniri? Kwa mabondia wengine ambao wao kiasili, mabondia ambao wanaopiga ngumi zaidi ya moja, mabondia ambao wanachanganya ngumi katika namna nyingi tofauti, kwa sababu ukimwangalia Toa ngumi zake zimekuwa ni zenye kutabirika zaidi, left hook, double left hook. Kama hiyo kuna muda mpaka aende kwa masekando wake apewa idea bwana apiga light overhand. Zimekuwa ni ngumi kama za chache, lakini pia zenye kuhesabika, lakini pia udhaifu pia uliokuwepo kwamba azipigi katika ustadi. Lakini kama ingekuwa mabondia wengine, mfano kama Selemani Kidunda, yeye fight kwa namna fulani kwamba angeweza kuimaliza, kwa sababu huyu bondia alishakuza naye na aliweza kumaliza. Uzuri Selemani Kidunda uwaga anapiga ngumi nyingi, anapiga combination kuanzia juu mpaka chini, anacheza na kichwa, anacheza na tumbo. Kwa hiyo utofauti uliokuwepo wa kupiga ngumi zaidi ya moja kwa mabondia wengine, mfano kama Selemani Kidunda angeweza kumaliza fight, japokuwa alishakuza naye na kamaliza fight vizuri, Limba anaweza kumaliza. Lakini kwa upande wa Toa, changamoto alikutana ndio hivyo, mpinzani wake uzoefu alikuwa nao kushika, kumekuwa hakuna zile ngumi za kiufundi zaidi, labda kupiga ngumi mmoja afuate, mwingine atembee, au mwingine aonyeshe ufanisi katika kukwepa, au mwingine atumie akili kwa kubadilika katika kila raundi. Hicho kitu kimekuwa hakuna. Huyu kila raundi anayokuja kushika, kutembea, Toa katika raundi anakuja anaingia ndani na kupigana. Yaani kumekuwa ni mfumo wa uchezaji wa aina ile, utofauti umekuwa hakuna. Kwa hiyo ni fight ambayo kila mmoja ametumia kile alichokuwa nacho. Yule ametumia uzoefu, huyu ametumia uchezaji wake wa asili wa kiuchezaji. Lakini mpaka sasa naona fight inaelekea mwisho, Limban anamaliza tena katika hali za nyumbani zile mabondia ambao wamemzidi umri au mabondia ambao
ni wakubwa hapa nyumbani. Alisha kumaliza zidi ya Dula Mbabe, lakini alisha kumaliza pia zidi ya bondia ambaye anachipukia katika uzani wa super middleweight, lakini pia katika uzani mwingine huko juu Lupakisio short. Kwa hiyo ni bondia ambaye umri kweli umeenda, lakini uzoefu aliokuwa nao ndio ambao unamuonesha kwamba kumpa ubora katika namna fulani. Raundi ya 8 imekamilika na pambano limekamilika. Ya mtazamaji, tukiwa tunasubiri matokeo ya majaji, ni wakumbushe tu pambano lililobaki hivi sasa ni pambano ambalo lilikuwa likingojewa kwa hamu na mashabiki wa masumbwi ambao bado unawaona katika viwanja hivi, bila shaka wengine wapo majumbani. Pambano la Idi Pialali akiwakilisha vyema Tanzania na Manzese kwa ujumla. Simba huyo wa Manzese Yes, safari bado inaendelea na kunazidi kuchangamka wakati huu. Matokeo kutoka kwa majaji wote watatu ninayo mikononi mwangu, ambapo Judge Modest Rashidi yeye ametoa point 77 kwa 75, 77-75. Judge namba 2 Judge namba 1 Jessica Magembe ametoa point 77 kwa 75, that is 77-75. Judge namba 2 Abdalla Neneko ametoa point 80 kwa 72, 80-72. Judge namba 3 Ramadhani Jifasto ametoa point 78 kwa 74, 78-74. Hence, hii ni unanimous decision. Your winner all the way from Morogoro, Tanzania, Twaha Kassim Kiduku. na mtazamaji wa Wasafi TV.